Sasa karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba kampuni ya magari ya uchukuzi wa umma ya Supermetro iliendelea na shughuli zake mchana wa leo licha ya mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kufutilia mbali leseni ya kuhudumu kwa kutofuata kanuni za magari ya huduma ya umma, licha ya amri kwa polisi wa trafiki kukamata magari yanayokiuka marufuku hayo. Kampuni hiyo ilikaidi na kuendelea na shughuli zake kwa kudai kuwa haijapewa taarifa rasmi au kutojulishwa uamuzi wa kupokonywa leseni ya kuhudumu. Moige William anatufungulia taarifa za upeo wa TV47. Jijini Nairobi, TV47 ilibaini kuwa magari yanayomilikiwa na kampuni ya magari ya uchukuzi wa umma ya Supermetro yangali yalikuwa yakiendelea na shughuli za uchukuzi kama kawaida. Hii ni licha ya kufutiliwa mbali kwa leseni ya kuhudumu. Uongozi wa kampuni hiyo ukisisitiza kuwa magari yataendelea na shughuli zake mpaka wakati ambapo kampuni hiyo itapewa taarifa kamili ya marufuku kutoka kwa mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA. Kwa mujibu wa Nelson Mwangi ambaye ni mwenyekiti wa kampuni hii ya usafiri wa umma, walijua kuhusu kupokonywa kwa leseni kupitia mitandao ya kijamii na hawajapokea mawasiliano rasmi kutoka kwa NTSA. So I would urge the DIG police not to detain any Supermetro vehicle that is on the road right now. Katika taarifa ya NTSA, mamlaka hiyo ilisema kuwa leseni ya Supermetro itasalia kufutiliwa mpaka kampuni hiyo itakapozingatia kikamilifu kanuni za magari ya huduma ya umma za mwaka 2014 na masharti mengine yaliyowekwa. Aidha, NTSA imeonya umma dhidi ya kuabiri magari yanayomilikiwa na Supermetro, ikibainisha kuwa idara ya trafiki itanasa magari yatakayopatikana yakihudumu kinyume na marufuku hayo. Uamuzi huo, NTSA inasema, ulifanywa baada ya uchambuzi kamili wa shughuli za kampuni hiyo, ambapo kati ya magari 523 ya kampuni hiyo, magari 15 yaligunduliwa kuwa na vyeti vya ukaguzi vilivyokwisha muda na magari 8 yalikuwa na leseni za huduma za barabara zilizoisha muda. Mdhibiti usafiri wa umma pia alipata kuwa magari 5 yanayomilikiwa na Supermetro yalikuwa na vyeti vya vidhibiti kasi vilivyokwisha muda. Magari 88 hayakuwa yananakili data ya kasi. Magari 171 hayakuwa na rekodi za vidhibiti kasi. Magari 7 hayakuwa na maelezo ya muuzaji wa vidhibiti kasi. NTSA imebaini kuwa kampuni hiyo lazima itimize masharti kadhaa ambayo ni pamoja na kuwasilisha magari 294 yanayo kukiuka masharti ya barabarani kwa ukaguzi, wasilisha madereva 42 kati ya madereva 109 wanaokisiwa kuhusika katika ukiukaji wa kasi kwa mtihani upya, kupiga kalamu madereva ambao hawajahitimu, miongoni mwa masharti mengine, ili leseni yake ya kuhudumu irejeshwe. Kufutiliwa kwa leseni ya Supermetro kunajiri siku chache baada ya madai ya mwanaume kufariki kutokana na majeraha baada ya kurushwa nje ya gari linalomilikiwa na Supermetro. Moige William, TV47.